Chapesa. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Chapesa Media, karibu sana tuzungumzie michezo. Kama ilivyo ada, ukiona nimeshika hiki kitonge basi jua nakuletea au kukufikishia habari za kimichezo na burudani. Kikubwa tunachoendelea kusisitiza, ambayo wewe bado hujasubscribe ili uweze kupata habari za kimichezo na burudani. Pia tunapatikana social media zote, TikTok, Instagram na Facebook. Wewe andika tu pale Chapesa Media utapata habari za kimichezo na burudani. Bwana, nimemtembelea mzee wa kuteseka, pembeni yangu yupo hapo. Tunataka tuzungumzie mchezo wa jana na uliopita wa Simba Sports Club. Huyu ni mwana Simba, ni mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club. Nataka nimuulize, je, umeliona pira la jana? Umeliona pira la juzi? Jaribu kutofautisha hapa. Je, unaweza kupeleka timu au kuna mmoja hapo atakimbia? Tumsikilize mzee wa kuteseka na maoni yake juu ya timu yake na kwa nini mechi mbili, red card mbili. Kulikoni? Hii video support imekuja kuleta utandawazi au kuna maoneo kwa upande wao? Mzee wa kuteseka. Habari bwana? Alhamdulillah. Kwema shehe wangu? Kwema bwana. Mambo yanasemaje? Namshukuru Mungu. Kwema kabisa. Kwema mpaka sasa hivi. Naona mambo yanaenda. Sana tu. Safi kabisa. Niliwaambia mimi. Niliwaambia sisi timu tunayo. Ndio. Isipokuwa kwanza hatupati supporta ya waandishi wa habari wala ya watu wengine. Isipokuwa Yanga wenyewe tu wanatubenza, lakini sisi Simba timu tunayo. Unavyokuja na sisi tunavyocheza. Na nafikiri watu wamethibitisha kwamba sisi watu wanagombana tu kwa vile akili zao yani kimpira hawapo, kimpira wako kwenye maslahi yao wenyewe. Lakini ukiangalia Simba ni bora mno sana, ukikaa ukitafakari boli analolicheza hata Yanga. Mimi ndo maana siku tunawaambia hebu angalieni mpira wa Yanga. Wao mambio tu yani wao hawaeleweki. Kweli? Haki ya Mungu nakwambia. Unakuambia pira la Yanga alisomeki kama pira la Simba. Alisomeki shehe wangu. Umeona wenyewe Pamba wenyewe yani wamekiri, wanasema kweli hawa Simba hatukuwachukulia hivyo sisi. Tegemea tutakazia kama msimu uliopita. Lakini walipigiwa pira. Ndani ya dakika 30 wenyewe wanaomba poa, wanapiga viatu. Marefari ndio hivyo. Marefari kwa kweli wanatuonea sana kwa kweli. Wapi sasa wanapoonea, na wakati tayari kuna football video support imeletwa, taasisi imeamua kuja kuwasaidia marefari. Wapi wewe unapoona bwana mzee wa kuteseka kuwa sisi marefari bado wanatuonea? Wanatuonea kwa sababu ile wanaisoma kwa ajili yetu sisi tu, lakini kwa wenzetu hawasomi, kwa sababu kama timu pinzani kama Pamba mpira leo kiusa sio kiungwana kabisa. Walikuwa wanazuia wachezaji, wanapiga viatu sana, basi hata kadi ya njano uoneshi, lakini wale wakianguka chini anaenda kuangalia na akirudi tayari anakuambia faulu. Sasa inakuaje? Ndio maana inatakiwa sisi tuko tayari, kwa sababu kama mfano mchezaji wetu kapaka kadi nyekundu, sisi hatukatai, ni kweli kafanya makusudi na kweli sio kwenye mpira haifai masuala kama yale. Lakini je, hao mbona wenzetu mbona wao hafanyi, yani hawaadhibiwi wao? Wao wanasema wao wamecheza mpira wa kucheza masumbwi mule ndani, ila Simba wachezaji wenu mara nyingi wanaenda kucheza kareti. Hamna, yani kiufupi, kwa sababu unajua mchezo yani kama wachezaji wanakuwa na hasira zao, kwa sababu time nyingine unataka kumfanyia kitu wewe umemngangania akapapatua hata nini akachukua hasira akakupiga. Kwa sababu ukiangalia hata Faisal vile Faisal alivyofanywa, baadaye akaamua naye kurudisha nini, akampiga yule mchezaji. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida kwenye mpira, hata Messi, Ronaldo, hivyo vitu wanavifanya vinakuwepo. Kwa hiyo lakini sisi tunachokiangalia wala red card hatujaikataa sisi, lakini wenzetu kwa nini wao hawaadhibiwi na makosa yanafanyika? Kwa hiyo kuna upendeleo mwingi sana, kwa sababu jana Baka tumemwona kampiga mchezaji wa Coast hapa teke la hapa, lakini anakwenda kuangalia hakwenda wale chochote hakufanya. Wao watu mpira kwa wanaendelea. Pale yule mchezaji wa Coast ndo alienda kuweka mguu. Wale iangalie ile clip mara 3, iangalie utulie. Pale ilikuwa ni foul red. Na ndio watu wengi hawaangalii mpira, wanaangalia watu kwenda kule kusema goli, wakosema goli waingie goli basi. Ila kimpira watu haangalii mfumo wa mpira. Na kama jana wewe Yanga ulikuwa unajua anacheza mfumo gani? Jana mimi nimeuona kaweka 4-3-3. Sasa wewe angalia wachezaji ndio baadaye akaubadilisha. Walikuwa wanacheza hivyo. Maana wanakimbizana tu. Wanakimbizana na kwenye Coast wote wamekaa nyuma, hata habari hawana. Nakwambia mimi. Mbona walikuwa na Coast wamerudi kupaki gari na wakati wao walikuwa wapaki? Dakika 40 mzima hawajapiga shuti ya Coast. Wale wamekuja na mbinu zao wenyewe. Coast wenyewe. Lakini waliokuja nao ni akupaki. Kama wangeamua kupishana na Yanga, yani mbona ingekuwa mpira mmoja mzuri sana. Na walikuwa na uwezo wale Coast kutoka draw.
Kweli nakwambia. Pila lile mzee. Hamna pila nyasi walikuwa wanacheza wenyewe. Pila la kasi lile limefunguka. Nyuma. Wanacheza peke yao. Watu wako kule nini kwenye lango lao. Wao wako peke yao wanacheza mpira huku. Wewe umeona kasi gani unayoiona? Wakipiga mpira wenzio wanakwambia kwa staili ya mchezo wa jana uliofanyika kuna mtu atakuwa apeleki timu uwanjani. Apeleki timu kwa sababu labda waonewe. Lakini sio kwa timu ile. Na lile pila limeandaliwa kwa ajili ya mtani. Nakwambia vipi sio kwa timu ile. Mimi nakwambia ule sio kwa timu ile. Leo sisi wanatubeza. Yaani Dumbia si mchezaji. Sisi Dumbia karibu watu watatu hapo kwao. Dumbia kwao wapo watatu. Dumbia mmoja aliyopo Simba, huku kuna Dumbia watatu. Wapo watatu. Yupi na yupi wewe? Yupo Shaulile. Yupo yule imamu yule mwenye ndevu yule, maana yule alikuwa anaswalisha Saudi Arabia, alikuwa anaswalisha yule. Mwisho wa siku wameenda kumwambia bwana, twende bwana, sitoka hizo hela tutagawana hivyo na kule utakwenda pata utalii nini. Bwana limepigwa pale tena. Amna, yani nakwambia bwana. Naambia amepiga shuti ngapi? Toka alipokuja Tanzania kapiga shuti ngapi? Sijali. Basi sasa ujue yule ni imamu. Yule alikuwa imamu Saudi Arabia. Yanga wameenda kupiga mfumo kwamba wale mabwana wampige JSM. Na JSM lakini kama mimi namwambia ukweli achunguze ile swala. Yule sio mchezaji. Lakini Shaulile ana goli. Shaulile goli yenyewe alipewa na Mungu kule. Akamwambia yule mchezaji, bwana naomba uniondoshie aibu. Goli akapewa pasi safi kabisa. Wewe ameonewa huruma. Hajana kafunga. Yana hajashinda. Sasa timu yenyewe Coast. Yeye kashinda hata kufunga bao alafu analetwa mpira juu kichwani hata kufunga mwamba ameshindwa. Yaani umeenda kona kule. Wewe anafanana na mzee. Yaani Dumbia ana afadhali maana kisha golisha mwamba mara mbili. Dumbia hata shuti moja mimi sijaliona bwana. Huyo Ngoma umemuona wewe Ngoma? Ngoma aliingia kipindi cha pili. Umemuona Ngoma? Yule si ndio kiungo wakati anachafua. Akachafua. Alichafulia wale wakati waje hawapo. Bwana jamani, waandishi wa habari angalieni sana. Msipendelee timu yoyote kwa sababu nyinyi mnalipwa katika studio aina yoyote mnalipwa. Kwa sababu mnapolipwa mnatakiwa mwende tofauti zenu mziache nje ya jengo ile. Mnatakiwa muongee hali halisi mpira ulivyo. Lakini waandishi mkenda hivyo kwamba muipaishe timu moja, mnafelisha mpira Tanzania na sasa hivi tunataka sisi tupaishe mpira. Umeelewa? Kwa hiyo unatakiwa msiegemee upande mmoja. Ikiwa Azam kafanya vizuri, fanya vizuri. Ikiwa Yanga hivyo haina shida. Ikiwa Simba lakini so Yanga mbona hamsemi Dumbia wapo pale? Wapo wengi akina Dumbia. Nakwambia vipi? Mimi nataka hao waandishi nataka wakae waangalie clip zote alafu muangalie huyo Shaulile. Kafanyaje alafu na Dumbia. Mbona Dumbia afadhali atakapiga kichwa kwa gonga mwamba? Bwana tuzungumzie kadi mbili, mechi mbili, red kadi mbili. Unadhani ni namna gani wanahitaji wafanye technical bench juu ya haya matukio yanaendelea? Maana tayari inaenda kwa cost timu na kuna mchezo pia mkubwa siku ya kesho anaenda kucheza. Nidhamu inabidi makocha wafanye utaratibu, waambie wachezaji nidhamu iwe zaidi. Yaani wahimili hasira zao yani. Wasipandishe sukari. Yaani mchezaji hata akifanya foul gani wewe tulia, kama hakupa foul basi wewe endelea na mpira ndio kazi yako. Lakini wasichukue maamuzi kwa sababu wanagharimu timu. Sisi tunasema makosa ya kawaida sawa, lakini yasitokeze tena. Kwa hiyo kila timu inamtokezea masuala hayo. Kwa hiyo sisi tunawaomba tu wasifanye tena, wasirudie tena na wachezaji watulie. Timu wajitume. Safari hii tunataka tuonyeshe kila sehemu, tunataka tuonyeshe kwamba sisi tuko vizuri. Tetezi wa ubingwa yani haina shida yani, na kila mtu anaona, kwa sababu kuna watu watakuongea waongee tena kama Simba mbovu. Lakini tunawaambia kama ni mbovu atuachie wenyewe. Tuwaachie wenyewe. Sisi kama mbovu kama mzima wenye damu yenu na mapenzi. Wamewatuma mlani Pambale. Wamechemka, wamepigwa boli wale pale wenyewe. Yani walikuwa wanababaika yani. Kwa hiyo Pamba alitumwa, alipewa maagizo nenda kacheze hivi. Hasa mkuu wa mkoa yani akicheza na Simba naona kama sijui kitu gani yani. Ni adui. Kwa mkoa tayari mwanachama upande wa. Mbona siku nyingi tu. Zamani tu. Sana. Lakini ndio maana tumemkomoa jana. Tumempigia pila lile wenyewe yeye mwenyewe kanyosha mikono. Mbona hakutoka kwa hivyo? Simba imezidi. Mbona hakutoka kwa hivyo baada akajisifia? Nataka kuleta. Sasa yani sisi bwana sisi naambia ni Simba tena. Siwe timu yetu ni mzuri. Tushikamane tu. Bas. Mambo yanaenda. Hakuna kitu kitakachotusababisha sisi tukose matokeo. Kesho na mchezo mgumu mzao kuteseka zidi ya Singida Black Star. Unajua ukiingaga pale Singida ni timu ambayo inawaleteni ukakasi kidogo. Huo mchezo utakuwa namna gani siku ya kesho ikiwa Jabali pale tayari kiungo wenu tegemezi ameshapewa red card na Kasari pia bado naona kesho mchezo wa kesho hatakuwepo, atakuwa Abel.
Mimi kwa kweli sina wasiwasi na timu yangu. Kwanza wachezaji wapo wengi. Mimi naona kama Kagoma yupo vile. Kagoma yupo na sina wasiwasi. Alafu kuna Maftayo sio? Yeye naye yupo. Kwa hiyo hakuna shida, bado hatujapungua na chochote isipokuwa, lakini wachezaji wasifanye rafu za kuleta kupandisha sukari ikagharimu timu. Mimi kwa hilo sina wasiwasi. Ninachotaka mimi Singida wacheze mpira kama wanavyocheza tu kawaida. Maana juzi Kagera tumewaona. Yaani mpira waliocheza mpira wamecheza kawaida, kama mpira kawaida wanacheza timu. Sema ile familia. Ila tunachotaka sisi wasitukamie mpira kama ugomvi. Mpira sio ugomvi. Mpira tu ni kutafuta matokeo, ukapata matokeo yako basi, lakini sio ugomvi. Lakini wanasema wachezaji wenu wenda mliosajili, hii teknolojia iliyokuja hawaielewi. Wanajua kama ile msimu uliopita na kati sasa kuna teknolojia imeletwa. Mbona kama ni hivyo? Nasema kama nyinyi ndio mlikuwa mnabebwa kipindi cha nyuma, maana mechi 2 tayari mna red card. Lakini wenzenu mbona mbungi linapigwa vizuri tu, hakuna red kule. Sasa sisi kwanza hiyo wakisema mwaka jana tuje tuoneshe warudie aliyebebwa kina nani, sababu sisi kwanza magoli mwaka jana tulikuwa tunafunga magoli safi, hayana mgogoro wala hakuna kadi nyekundu wala hakuna nini. Sawa Lakini wao ndio walikuwa kila siku ni utata, ukakasi. Yaani ukakasi, hata Simba kizana timu nyingine wanaleta wao ukakasi kwa Simba. Kwa hiyo yani sisi mpaka sasa hivi tunasema ligi ndio inaanza hiyo juu. Lakini kuna watu uko mbele ni aibu. Nakwambia watu watapata aibu uko mbele huko wanakoelekea. So wanaachika Simba. Mimi nakwambia hivyo watapata aibu kwa sababu wao mpaka sasa hivi kama Alikamwe kila akiamka Simba. Kila akiamka ni Simba. Kila ameamka yani wewe kwani Simba imekufanyaje? Wewe unatakiwa useme timu yako. Acha mambo ya Simba. Simba unatubeza kama mara moja, yani kiutani basi, lakini wewe kile ukiamka asubuhi Simba. Mimi namwambia wa mchunguzi Alikamwe. Wamchunguza na uchembechembe wa Simba. Tena vibaya mno. Anaipenda Simba. Na babake alishasema yule mwanangu ni Simba, anatafuta ugali kule. Anajaribu kuitetea ili ikae. Safi kabisa. Mzee kuteseka bwana, migogoro mingi inaendelea pale Simba Sports Club mpaka kuelekea sasa kuna watu walishapelekwa polisi kule Central. Ili pia unalizungumziaje ikiwa ndani ya klabu na tayari mmeshaanza mashindano na hapo baadaye mwezi unayokuja naona mnacheza kimataifa? Ile ni taasisi. Unapokwenda kinyume lazima watu wakuchukulie hatua. Ndio. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi tunashukuru kwa viongozi walipowachukulia hatua wale, wanatakiwa warudi wakae mstari mmoja, tujenge Simba moja, na sasa hivi katiba imeshafika. Kwa hiyo katiba ipo lakini yani katiba ipo, lakini katiba iliyokuwepo tofauti na wana Simba waliokitaka. Wanataka katiba ipo. Sasa wao walikuwa wanataka wawekezaji zaidi ya 3. Sasa ilikuwa bado BMT ilikuwa hawajafanya nini? Hawajaidhinisha kwamba bwana haseme tumepitisha. Sasa wanachama wenyewe wakaidhinisha moja kwa moja. Kwa hiyo walianza kuidhinisha BMT au wanachama? Wanachama walipeleka kwanza ili wakapata 2017 kwenda 18. Wapate na baraka. Kabarikiwa. Naam. So 2025 ikatolewa. Mkakabidhiwa. Kwenye ule mkutano. Kwa hiyo ilichotakiwa ni mchakato. Uendeleze. Muweze kukaa mufuatishe katiba. Naam. Sasa kilichoshindikana ni nini? Ndio sasa hapa ndo wametoa maelekezo. Kwa hiyo tunamwomba mwenyekiti aitishe mkutano, watu waanze mchakato wa haraka, watu wakae sawa. Waje wawekezaji, waekeze kweli kweli, hatutaki masiara. Na mwekezaji anakuja kuingia Simba ajue anakuja kuwekeza, sio anakuja kucheza. Anakuja kucheza hatumtaki. Umeona? Tunataka mwekezaji yote anakuja kuwekeza. Tujue ndani ya miaka 5, miaka 6 tutahakikisha Simba tuna vyanzo vingi vya kutuendesha Simba yetu. Hata kama mchezaji tunamtaka, tuna uwezo wa kunini wenyewe. So waje wekeze tu, hata kuwekeza hatukioni. Mwisho wa siku wananunua wachezaji, tunaona wachezaji wanacheza uwanjani, mwisho wa siku viongozi wakiondoka, sisi tunaumia sisi, hatubaki na kitu chochote. Tunaanza kupitisha bakuli. Ya timu mara haina pesa, haina nini. Hayo masuala hatuyataki. Tunataka wawekezaji wawekeze kweli kweli. Tuwe na viwanja vya mpira vinavyoingiza hela. Tuwe na biashara kubwa vya kuingiza hela. Maana yake wale wawekezaji wakiondoka, maana yake Simba ina uwezo wa kujiendesha wenyewe. Sasa iliishia wapi ile swala la X Factor bwana? Na wakati mlishapewa challenge mwisho wa siku mmeenda kumwangusha Mzabuni. Kwa kweli mimi kuna watu wanalaumu sana ile jambo. Wana Yanga wanasema sisi tumedanganywa
lakini unapodanganywa, sisi tumedanganywa, sisi tusharidhika katika maisha yetu kwa udanganywa, lakini na wao wanadanganya wanachama wao, lakini hawaongei. Umedanganywa au nyinyi ndio umemwangusha mzabuni? Sikiliza, sasa kwa vile wao wametuona sisi tumedanganywa, sisi tunajua, wanachama wa Simba wengi wanafahamu kwamba lile jambo limeshindikana kwa ajili ya roho mbaya ya viongozi wa Azam, kwamba wameongea na ya Yanga kwamba huyu mtu asende Simba. Kwa hiyo kuna mkono umeingia juu ya namba 6 sitoke tena. Miaka mingi toka alipotoka Azam, alipotoka Yanga anakuja Azam, hicho kitu ilikuwa hatakiwi aende Simba. Kwa hiyo hata kama pesa ingekuwa imekamilika, pesa wamepelekewa cash, maana hawajakopa hata 500. Bilioni 40 kapelekewa wale. Bilioni 40. Bilioni 40. Kwa ajili ya Faisal. Bilioni 40. Sisi tule mtoto tulikuwa tunataka tumlete tu pale makusudi ili wazame Jangwani pale. Bwana. Na hilo mimi nakwambia ukweli, maana sikudanganyi. Lakini wale baba haya tupeni account zenu, wamezima simu mpaka usajili umefungwa. Sasa kule kwenye challenge mbona jezi hata 20,000 hamjafika kuna? Wewe tulifika 800. 800 jezi litakiwa pisi 100,000. Pisi 100,000. Ukiangalia sasa hivi kwenye mtandao hapo pisi 20,000 haijafika. Ilifika bwana. Haina shida. Mimi niko tayari, yani ilifika, na yule mzabuni alisema hivi. Kwanza mzabuni ilikuwa keshaongea na kila Azam kila kitu. Kwa sababu ile ilikuwa kama kunogesha tu, lakini sio kama eti tununue jezi, yani hapana. Ile ilikuwa kama nanogesha, awaangalie wana Simba walivyokiongea. Kwa sababu wale waliongea wenyewe wanachama kwamba bwana sisi tuko tayari hata 100,000 tutanunua. Sio kwamba eti ngoje pesa eti achange ndo kanunua, hapana. Yani yule bwana kama linogesha kwenye mkataba wake alikuwa tayari amesha kwa kila msimu atachukua mchezaji wanampenda. Sisi hatuna wasiwasi. Tunajua Faisal sasa hivi kakagoma tena kuweka mkataba na wamemlazimisha watampa bilioni 40. Bilioni wanampa Azamu bilioni 4. Bilioni 4. Bilioni 4. Yeye kasema nataka bilioni 5 na mshahara wa 100,000, yani dola. Yani hapo kuna kama 120 hapo. Na mswadakta kabisa, kwa sababu wao wamemkomoa na yeye lazima akomoe. Faisal huyu wale mshahara 120. Huyu Faisal. Wamemwambia, yani wamemwambia sasa bwana sikiliza, njoo tukae pamoja, tutakupa hiyo hela, haina shida, lakini bwana sisi tutaka uongeze mkataba miaka 2 ili uendelee kwenye klabu yetu. Akamwambia mimi sina tatizo na nyie. Kwa hiyo tena Simba hapo basi. Sina tatizo na nyie, lakini nataka bilioni 5. Kwa Azam wamekiri. Mpaka leo hajampa jibu. Hajampa jibu. Bado jibu hajapewa. Na hiyo hela hatoi Azam. Yule baada ya ndio klabu tajiri. Mwezi wa 12 yule basi klabu tajiri hiyo. Mwezi wa 12 watunashia yule. Naizungumzia lakini klabu tajiri. Na tajiri kwa wapi? Azam klabu tajiri hiyo. Jana hapa tunaona tia maji jana usiku hapo. Jana usiku tunaona tia maji. Tia maji. Kwa hiyo bado hawajiwezi. Mimi namwambia Ibenge bwana atulie bwana. Au sio? Ibenge bwana unaona aombe samahani. Haya aondoke zake bwana. Ngoja tumalize na hili. Ndani ya mechi mzunguko wa 3 naona tunaelekea sasa hivi. Lakini kufika mzunguko wa pili kuna kadi 4 nyekundu ndani ya hizi mechi 2, mzunguko 2 uliofanyika. Hii inaonyesha uhalisia gani kuelekea mbele? Ikiwa tayari mwanzoni tu kuna kadi 4, mzunguko wa pili tayari umeshaanza kuonyesha taswira gani huko tunakoelekea? Ligi imebadilika sasa hivi. Ligi imebadilika. Mabadiliko ya ligi yako wapi? Yaani timu nyingi zimesajili vizuri. Timu nyingi zimesajili vizuri sana kabisa, lakini kwa mtazamo wa kimpira. Sio mtazamo wa kushabiki. Mtazamo wa mpira, yani timu nyingi zile ndogo sasa hivi usiende ovyo ovyo. Wako vizuri mno. Bwana sana, nakwambia ukweli. Wamejipanga. Utoe Singida, utoe Azam, utoe Simba, utoe Yanga. Hivi vilabu vilivyobakia balaa, yani havifai. Yani wamebadilika sawa. Kwa kila timu inapambania na timu yake. Safi kabisa. Bwana mimi nashukuru mzee kuteseka. Tulikuwa tukizungumzia mchezo wa jana pamoja na uendelevu wa siku ya kesho Simba Sports Club dhidi ya Singida pale Airtel Stadium Singida. Mzee kuteseka ananiambia kesho ushindi. Wanakula goli 2 wale. Singida anakula chuma 2. Asante sana. Haya inshallah.